Nashukuru leo nimekuja kutembelea Kilimanjaro Industrial Park ambayo inamilikiwa na makampuni ya GSM. Nilikuja kwanza kuweza kuona eneo hili ambapo kuna viwanda mbalimbali ndani ya kongani hii, lakini vile vile kujionea shughuli ambazo zinafanywa na wawekezaji wetu wa ndani. Kuna viwanda mbalimbali ikiwemo kiwanda cha vinywaji laini ambacho wote tumetoka pale tumeangalia, lakini tumekuja hapa kwenye kiwanda ambacho ni expansion ya kiwanda ambacho tayari wanacho cha mabati, lakini vile vile kuna kiwanda kingine vile vile cha vifaa mbalimbali. Ninaomba nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wote tunaona ukuaji wa kasi wa biashara, ukuaji wa kasi wa uwekezaji ni kwa sababu ya mazingira mazuri ambayo serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuweka kwenye kuhimiza uwekezaji wa ndani, lakini vile vile wa nje ya nchi. Kwa hiyo tumekuja kuwatembelea, moja, kuweza kuona namna ambavyo kiwanda kinafanya kazi, lakini namna biashara inaenda, lakini vile vile kuwasikiliza na kuweza kufahamu changamoto ambazo wanakabiliana nazo, na sisi wa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na wenzetu kwenye sekta mbalimbali kuweza kushirikiana kutatua changamoto hizo ili kuendelea kuweka mazingira wezeshi ya wenzetu kuendelea kufanya biashara, lakini vile vile kuendeleza viwanda vyao kwa ufanisi zaidi. Na wametuambia kongani nzima ikikamilika inaweza kuzalisha mpaka ajira 30,000 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Na sasa hivi wanatuambia wana ajira takriban 5,000 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Kwa kweli ni kazi nzuri sana inafanyika na wenzetu wa GSM na tunawapongeza sana. Wametuambia kuhusiana na changamoto zao ikiwemo moja kuhusiana na swala la umeme. Tuko hapa na meneja wa TANESCO wa Kigamboni, lakini vile vile wakati nakuja nimeongea na Mheshimiwa Waziri wa Nishati kakaangu Deo Ndejembi, na tumekubaliana tutaweka support ya kutosha kuhakikisha tunatatua changamoto ya umeme kwa ajili ya kuongeza uzalishaji, lakini kupunguza kadhia ambazo zinatokea kwenye uzalishaji. Kwa hiyo ni waahidi wenzetu kwenye swala la umeme, mikakati mingi tunayo. Tumekubaliana kwamba litafungwa transformer pale kwenye substation yetu ya Dege mpaka itakapofika mwezi wa 3 kwa ajili ya kuboresha, lakini vile vile mwanzoni hali ilikuwa mbaya zaidi. Sasa hivi wenzetu wa TANESCO wamewafungia dedicated line inayokuja moja kwa moja, lakini bado kuna changamoto. Ni waahidi kwa kushirikiana na Waziri wa Nishati na wenzetu wa TANESCO tutaendelea kuboresha na kutekeleza mikakati ambayo tunayo kwa ajili ya kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme hususan katika kiwanda hiki. Project yetu ambayo tunajivunia nayo sana ya Kilimanjaro Industrial Park, karibu eka 300 ambayo zitakuwa nyumbani kwa manufacturing plants zaidi 20 and logistics services. Lengo la park hii ni kuleta viwanda pamoja, contribute kwenye facilitation ya trade na contribute kwenye development vision ya serikali. Kwa kweli kazi isingeweza kuenda bila assistance ya serikali tunaoipata upande wa utilities, upande wa infrastructure. Kuna msaada mkubwa ambao tunaupata. Government imekuwa key enabler ya sisi kufikisha vision ya hii park, kuhakikisha kazi zinaenda vizuri. Viwanda kama mnavyofahamu vinahitaji vitu vingi ikiwemo umeme, gesi, miundo mbinu. Kama mnavyoona hapa Mwasonga sasa hivi tunayo barabara ya lami ambayo imefika kwenye park yetu, na pia tunapata umeme, na ahadi zipo nyingi sana kutoka kwa serikali kuendelea kutuwezesha. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba tunaenda sambamba na serikali kwenye hii development vision, na Kilimanjaro Industrial Park itakuwa key contributor kwenye mambo mengi sana ya kuwezesha serikali kufika kwenye hiyo vision. Na lengo kubwa pia ni kuhamasisha au kuendeleza desturi tulionayo kwa kuhamisha ujuzi au ufanisi katika uendeshaji wa viwanda kwa vijana wetu wa Kitanzania. Nafikiri leo mmekuwa mashahidi mkiona vijana wetu wa Kitanzania wenye umri mdogo wameweza kuoperate mashina hizi na kwa ufanisi wa hali ya juu. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia kwa kuendeleza mwendelezo wa viwanda. Viwanda ni jambo zuri kwa sisi vijana ambao hatuna ajira. Kupitia viwanda hivi vijana tumeweza kupata ajira, tumeweza kutatua matatizo yetu, lakini pia tunaishukuru GSM Group kwa kuweza kutusaidia vijana kuweza kutuajiri vijana wengi na kuweza kupata vipato. Mafunzo ambayo tumenufaika yanaweza kutusaidia leo, kesho na kesho kutwa, ambapo tunaweza kuwafundisha watu wengi zaidi
kuhusu uzalishaji wa bati, kuhusu uzalishaji wote ambao unapatikana kwenye viwanda. Kwa hiyo viwanda vinavyoweza kuongezeka katika nchi yetu, tuna uwezo kupunguza watu ambao kama wakabaji, uwizi, tunaweza kupunguza vitu vingi kupitia viwanda. Kwa hiyo tunaishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuweza kulitambua hili. Tunashukuru GSM Group kwa kuweza kulitambua hili. Kupitia vijana tunasema tunashukuru kwa pamoja.